game ilikuwa nzuri, game ilikuwa more tactical, tuliingia na mpango mzuri, tulipanga. Ukiangalia game hii na game iliyopita mpango ulikuwa tofauti. Mpango huu wa mechi ilikuwa ni more offensive game tu ambao tulikuwa tumepanga, na ukiangalia first half tulikuwa tunashambulia zaidi na second half tunashambulia zaidi. Tumeweza ku create more chances, lakini ni kumalizia tu ile chance kupata goli. Kwa hiyo tayari hiyo ni shida tumeshaiona, tunarudi kwenye uwanja wa mazoezi, tutafanya kazi ili kuweza kufanya vizuri kwenye mechi zijazo. Leo ulianza na Nyenyezi Juma, ukaanza pia na Seif Karihi. Kwa namna ambavyo wengine labda tulitafsiri ni kwamba unaanza na Nyenyezi kama winga ambaye anaweza akawa labda anacheza open sana, lakini kwenye mechi tulimuona kama anafinya zaidi, anakwenda katikati. Wakati pengine kama angeweza kupita kwenye chake angeweza kufanya vizuri. Ndio maelekezo alikuwa hivyo au pengine mpango ulikuwa ni upe zaidi? Ya hiyo ni build up ambayo tumeiandaa kuanzia chini kwenda juu, kwamba mpira kutokea chini kwenda juu, fullback aingie kwenye mapana na winga aingie kwenye mabano. Kwa hiyo tuliweza huo kuweka kwa sababu Mgunda akipokea awe ana support ya mtu second kwa ajili ya second support nazungumzia. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango, hata Kimbwa vile vile pia alikuwa kai sana pembeni, Mpoke alikuwa anaenda yuko pembeni, anaingia ndani kwa ajili ya kuna kusupport. Kwa hiyo ulikuwa ni mpango ambao tumeutengeneza kwenye hii mechi. Lakini mabadiliko ni wachezaji takriban wanne ambao hawakujawahi kupata game time ya kutosha. Ili lengo lilikuwa ni nini, na hamuoni kwamba inawezekana bado sababu ya kufeli kutopata goli? Hapana, kwa sababu unajue kuna kitu kinaitwa rotation, game approaching. Kwa hiyo tumeapproach mchezo, tumeangalia course, tulipata muda kufanya hiyo tactical assessment kwa game zao za nyuma, tukasema lazima tuwe na watu wengine ambao watatufaa kwenye huo mchezo. Kwa hiyo game plan iliwahitaji wakina Nyenyezi, iliwahitaji kina Seif Karihi, na ukiona hata pia formation ilibadilika, tulikuwa na steka wawili juu. Kwa tayari ni mpango, unaona kabisa moja tayari game ilikuwa kwenye offensive game. Kwa hiyo tayari tumepanga mpango tangu kwenye uwanja mazoezi na imeenda vizuri, wachezaji wamepambana, wamefanya vizuri sana kwa sababu tumecreate more chances, watu wameshambulia sana. Kwa hiyo ni hiyo tu kufunga tu kwenye goli. Unafikiri kwa namna ambavyo umeanza leo, unafikiri Nyenyezi pamoja na Karihi wamekupa sababu ya kuanza tena kwenye michezo mingine ambayo unafuata? Unaweza kuzungumzia vipi kiwango chake? Ya Mashujaa tuna wachezaji wengi, kwa hiyo game plan itamhitaji mtu yote atacheza pale. Kwa hiyo tutaangalia, kwa sababu game inayofuata tunakutana na Fountain Gate. Kwa hiyo tutakaa walimu, tutafanya approaching ya game, tutaangalia nani ambaye ataenda kutuofa na yupi ambaye ataenda kutuofa. Kwa hiyo tayari tutafanya selection ya kuweza kwa ajili ya mpango wa mechi unaohitaji. Katika michezo miwili ya nyumbani, mwalimu, mnaangusha pointi 4 kwenye uwanja wa nyumbani. Hii ni kumaanisha kwamba ni kwamba wachezaji hawaelewi au namna gani? Michezo miwili nyumbani, sema ambapo pengine watu wangeamini labda ungeondoka na pointi 6, lakini pointi 2 katika mechi mbili nyumbani. Kama nilivyoongea, kwanza game ni ngumu. Tangu game ya nyuma tuliocheza hapa na Dodoma, game ilikuwa ngumu, very tough, na pia tulitegemea pia kwa sababu Coast pia aliwahi hapa katuona game yetu na Dodoma. Kwa hiyo tulijua game itakuwa ngumu, na ndio maana ukiangalia tuliingia kwenye mabadiliko ya formation, mabadiliko ya wachezaji kwa sababu ya kuingia kwenye plani nyingine. Kwa hiyo niseme tu sio kama wachezaji waelewa, wachezaji players understand, wameelewa. Ndio maana ukiangalia tumecreate more chances, na maana sehemu ya mwisho tu kufunga, na maana kama timu imecheza, timu imemiliki, timu imeflow vizuri kwenye kushambulia na tumecreate more chances, kwa maana timu imeenda vizuri, vijana wamepambana, ni sehemu ya mwisho kufunga tu, na tayari tumeshaiona hiyo. Tutaenda kufanya kazi kwenye uwanja mazoezi kwa ajili ya mechi zijazo.